Ninamshukuru Mungu, ni mmoja kati ya CRPD wachache, mmoja kati ya watu ambao wamemaliza tayomi wako Dodoma. Mimi ni mmoja kati ya hao watu. Moja ya mambo ambayo ninamshukuru Mungu ni kwa sababu nimeweza kuwepo maisha ya chuo. Hiyo nilikuja hapa 2016, nikakaa kwa miaka kama mitatu, nikamaliza, nikaenda mtaani. Sasa tukienda nimeweza chuo mpaka leo huaga nakuja kufundisha. Unaelewa? Kwa hiyo nimeona vizazi vingi kuliko unavyodhani. Namwambia mtu mwenyewe naweza nikakaa siku nikaandika tabia za wenye viti mmoja baada ya mwingine, kwa sababu wote nimewashuhudia na kufanya nao kazi. Kwa hiyo najisikia vizuri, lakini nafurahi zaidi nikiwa sasa hivi kwa sababu nilikuwa hapa. Kwa hiyo kuna mambo nilikuwa naongea, yani nakuwa naelewa zaidi kwamba unanielewa kwa sababu uko hapa. Leo tunakwenda kuzungumza kidogo kuhusu uhuru wa kifedha. Sitatumia muda mwingi kutoa maana, lakini kuna utofauti kati ya mafanikio ya kifedha na uhuru wa kifedha. Unaweza kuwa umefanikiwa ila usiwe huru. Naelewane? Kuna utofauti. Sasa mimi nataka tuzungumze uhuru. Yaani uhuru sio kuwa na mamilioni ya fedha, sio kuwa na vitu vingi, ila tu ni kuwa huru na fedha yako, kwa maana ya tunachokiamini kwa wale ambao wanasoma Biblia vizuri. Bwana Yesu alitambua mabwana wawili tu. Si sawa? Ambapo katika hao mabwana wawili shetani hayupo. Unajua tunasikia kama watu wanafundisha hapa duniani kuna mabwana wawili, kuna Yesu na shetani. Yesu hakutambua bwana mwingine pale. Ila alisema kuna Mungu na nini? Na mali, fedha iliyoko pale. Kwamba kuna uwezekano mkubwa 100% fedha ikakutumikisha, kwa sababu na yenyewe ni Bwana. Na kuna uwezekano wewe ukaitumikisha. Sasa kwa huru kifedha maana yake usiwe mtumwa, sawa? Kwa hiyo tutajifunza, nina kanuni karibu 21 za fedha ambazo zote hizo zinaelezea namna gani mtu atakuwa huru kifedha. Sasa leo tutagusa tu vichache vile ambavyo tunaweza kuvipata. Tunamwamini Mungu kwamba tutaweza kupakua sawa sawa na kila ambacho tutaweza kula, vingine wakati mwingine tukionana. Moja ya mambo ambayo natamani tutoke nayo au tuanze nayo kama utambulisho wangu, ninapenda sana kuelezea haya mambo ya fedha kwa sababu moja. Ninaamini ili mtu awe na haki ya kufundisha, ni either awe amefanikiwa kwenye hicho kitu au amefeli kwenye hicho kitu. Nakubaliana na mimi? Na wakati mwingine unaona unafanya kitu alafu unasema wengine watajifunza kupitia yeye, kwamba akifeli wengine hawatafeli kwa sababu watajifunza pale. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikwambia watu, nikija kufundisha kuhusu shule, yani kuhusu academic, wewe ulioko chuoni ninakupa success story kwa sababu nilifanikiwa. Nikufundisha kuhusu utumishi, ni success story. Nilikuwa mmoja kati ya viongozi wazuri ambao waliwekwa huko saifu. Nimekuwa mtumishi mzuri, nimehubiri mikutano, nimefundisha mafundisho mengi. Kwa hiyo nilikuwa bora katika wakati wangu. Kwa hiyo nilianza kufundisha utumishi hapa, nikazungumza mambo ya mikutano na outreach, nakupa success story, sawa? Ila nikija kwenye fedha, nataka nikupe failure story, yani mahali ambapo mimi nilifeli. Na wakati mwingine naambia watu kuna vitu ambavyo nilikuja kuvijua baadaye, nikasema kama ningeambiwa hivi vitu nikiwa mwaka wa kwanza au nikiwa mwaka wa pili, pengine kuna namna ningefanya vizuri. Kwa hiyo nataka unipokee kama mnamkumbuka ile story ya tajiri yule Lazaro na Abraham. Tajiri alimwambia yule bwana kwamba mtume Lazaro akawaambie ndugu zangu, kwa maana yeye aliamini kwamba akitoka mtu kule akaenda kuambia atakuwa bora. Kwa mimi nimekuja kama huyo niliyetumwa kuambia ndugu zangu nyinyi. Mimi nilikuwepo chuo, sawa? Nilikuwa nina boom na nilikuwa na mkopo 100%. Wakati wote tuko chuo nilikuwa tunasikia story. Yaani kuna mtu yuko chuo kwa ile la boom unasikia anajenga nyumbani. Kuna mwingine unasikia siku anasaidia wazazi wake. Mimi sikuwahi kusaidia chochote cha maana nyumbani, sikuwahi kujenga wala kufanya maendeleo yoyote. Tunaelewana? Kwa hiyo naichukua hiyo ili kukusaidia kujua kwamba sio sifa, ila kuna mahali niligundua kwamba kuna vitu sikufanya vizuri. Na uovu wa mambo ya ulimwengu wa roho yanajitegemea. Yaani swala la kiroho na swala la uchumi ni vitu mbalimbali. Na Mungu hana shida na wewe kuwa maskini. Moja ya mambo ndio yajue.
Yaani wewe kuwa maskini Mungu haimsumbui sana, sio shida zake sana. Ndio maana ana uwezo wa kuaccommodate kina Lazaro na kina Abraham. Sema kanuni tunaonyesha kwamba Lazaro inabidi afikie kifuani kwa nani? Au mjielewa pale. Mimi nikamwambia watu tungechukua version mpya. Tuseme kwa version yangu mimi naandika, basi Ibrahimu alipokufa akaenda kupumzika kifuani kwa Lazaro. Yaani obviously ingeonekana ni uongo, kwa hakuna mtu angeamini hicho kitu. Kwa nini? Ibrahimu alienda akiwa na fedha, kwa alifika amekaa vizuri, ila Lazaro alifika akiwa hoi. Kwa hiyo ilikuwa lazima afikie kifuani bwana. Kwa Mungu hana shida. Yaani moja ya mambo unaambia wala usije ukawaza Mungu haimsumbui. Yeye anaangalia zaidi roho yako. Ila haya mambo ya dunia hii, mali hizi na nini, sio shida sana. Ila ukitaka kuwa nazo ni vizuri, kwa sababu Mungu anajua ukiwa nazo kuna mahali utasaidia. Kwa hiyo nataka tutoke hivyo tukajifunze mambo machache ambayo nilikuja kuyaona na kuyagundua baada ya kuwa nimaliza chuo. Nikadhani kama ningejua nikiwa chuo yangekuwa na msaada kwangu, pengine yangenisaidia kusogea mahali fulani au kufanya kitu fulani. Moja ya hekima ambazo tutajifunza, nitatumia mfano mmoja ambao kutoka kwenye mfano ndani yake tutajifunza mambo kama manne. Wakati najifunza kuhusu fedha, nilifundishwa kitu cha kwanza ambacho matajiri huwa wanawaambia watoto wao, ambacho masikini hawawaambia watoto wao. Kwa namna nyingine nilijifunza tabia ambazo matajiri wanawazoesha watoto wao, ambazo masikini hawawazoeshi. Sasa hizi ukiwa unazisoma utaelewa kama baba yako ni maskini au ni tajiri. Hata kama hana hela, ila kama alikuzoesha kwenye hizi tabia, maana yake wewe ni tajiri. Ishi kwa malengo. Ila utagundua moja ya hizo hekima za msingi ni kwamba mtoto anatakiwa anapozaliwa na kufikisha miaka 5, mtoto anapaswa kuanza kufanya kazi inayomuingizia kipato. Simone, unashangaa kwa sababu yaani unaelewa sasa hapo kwamba kumbe nitakuwa sikulelewa na tajiri. Sawa. Mtoto anatakiwa kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo unapolea mtoto, na hii ni hekima nawafundisha wewe pia kwa wanao. Unapolea mtoto akafikisha miaka 5, anatakiwa kuanza kufanya kazi. Na muajiri wake mwanao wewe unapaswa kuwa wewe mzazi. Unapaswa kuhakikisha kwamba unamwajiri mtoto na unamlipa fedha kwa kile ambacho umemwajiri nacho. Na unamwajiri kwenye nini labda au kufanya kitu gani? Ndio pale unamwajiri kufanya kazi za nyumbani, alafu unatakiwa uhakikishe unamlipa. Hiyo hekima nitakwambia kwa nini tulikoifanya. Maana yake mtoto anapoosha vyombo nyumbani, hatakiwi kuosha vyombo bure. Tunaelewana? Anapofanya usafi ndani ya nyumba, hakuna mfanya usafi anayefanya bure duniani. Ushawahi kumuona? Yaani siku moja nikawa ninaongea na mtu mmoja akaniambia moja ya vitu vimechelewesha walokole ni kwa sababu wanajitolea sana kuliko kawaida. Yaani kwa sababu kwenye mambo ya kanisa tunatakiwa tujitolee. Kwa hiyo mtu anafikiri tu hata nikienda huko duniani ninaweza nikaenda kwenye nyumba ya mtu nikaosha vyombo, nikafua, afu nikasema tu Mungu akubariki. Sisi tunaelewana. Ni kwa nini hiyo? Ni kwa sababu mtoto alionyeshwa kwamba nyumbani unaosha vyombo hapo ulipwe. Kumbe inabidi umfundishe mtoto kwamba kwa kila kazi unaofanya kuna pesa unatakiwa ulipwe. Sasa hekima zifuatazo ni za msingi wakati unalea mtoto. Hakikisha huyo mtoto wako unamlipa fedha kwenye kazi zote anazofanya nyumbani. Umuonyeshe kwamba hata kufanya usafi ni aidha tutafute mfanya usafi aje afanye tumlipe au ufanye wewe tukulipe. Lakini hakunaga usafi unaofanyika bure. Ishi kwa malengo. Hata vyombo kuoshwa ni aidha tutafute binti wa kazi avioshe tumlipe au uvioshe wewe afu tukulipe, kwa sababu hakunaga kitu kinachofanywa bure duniani. Hakunaga cha bure, si unajua? Siku moja nilikuwa mahali nawafundisha watu, hakuna kitu cha bure, hakuna kabisa. Nawafundisha watoto wa olevo. Kwa nimeenda mahali huko ilikuwa ni kambi la Pasaka. Sasa nikawa nimwambia hakuna kitu cha bure, mtoto mmoja kwenye maswali yake. Sasa wewe mwalimu umesema hamna kitu cha bure, lakini mbona mimi kuna mtu tu fulani hivi mara nyingi anapenda akinikuta njiani ananipa lift hiyo bodaboda.
hiyo si ni bure? Hiyo ni bure, lakini sawa, hakuna kitu. Watu wanatakiwa kujua kwenye mindset yao. Kwa hiyo mwanao unapomlipa, hakikisha unamlipa ifuatavyo. Sasa nitatumia kanuni rahisi ya Kitanzania. Mlipe mtoto wako shilingi 5,000 kwa wiki. Sawa? Shingapi? Shingapi? 5,000. Hapo ile 5,000 unaomlipa, mtengenezee vibubu, sijui vibubu, si sehemu za kuweka hela. Mtengenezee sehemu 3 za kuweka fedha. Sawa? Sehemu ya kwanza ya hiyo ya kuweka fedha, andika matumizi. Sawa? Alafu mwambie mtoto katika 5,000 unayompa, 2,000 iende kwenye kile kibubu kilichoandikwa matumizi. Sawa? Sehemu ya pili, kiandike kile kibubu kwamba sadaka. Sawa? Alafu mwambie 2,000 ya pili katika 5,000 iende huko kwenye iko kisehemu kilichoandikwa sadaka. Alafu sehemu ya 3 iandike uwekezaji. Mwambie 1,000 iende kwenye hiyo sehemu ya uwekezaji. Sasa utakuja kugundua jambo lifuatalo. Kama utakuwa unamlipa shilingi 5,000 kila wiki kwa uaminifu, na yeye awe anafanya kazi, na uhakikishe akigoma kuosha vyombo halipwi. Tunaelewana? Uhakikishe akivyosha vibaya vikabaki na mafuta, anakatwa hela. Na anajua kwamba nimekatwa fedha kwa sababu sijafanya vizuri. Kwa hiyo utakuja kugundua atakuwa na 2,000 ambayo kwenye hiyo wiki ni ya kwake, anatakiwa kuitumia. Atakuwa na 2,000 ni ya kwake, anatakiwa akatoe sadaka. Alafu atakuwa na 1,000 ni ya kwake, uwekezaji. Sawa? Sasa jambo linalofuata ni moja. Wewe mzazi, kazi yako kila wiki kwenye kile kibubu ambacho umeweka 1,000, wewe unahakikisha unaongeza shilingi 1,000 nyingine. Sawa? Kwa mwisho wa wiki mtoto ameweka 1,000, akute zimekuwa 2,000. Baada ya muda fulani, kama alizoweka yeye ni 5,000, akute zimekuwa 10,000. Unamfundisha kitu gani hapo? Unamfundisha nini? Uwekezaji. Sawa? Na hiyo ndiyo siri ambayo sisi tumeikosa. Sasa kutokea hapo, mambo mangapi tunajifunza? Tunaanza kukuchambulia moja baada ya nyingine. Jambo la kwanza tunalojifunza ni kufanya kazi. Sawa? Na kuambia watu au kukijulisha kizazi chetu kwamba hakuna kitu mtu anachokipata bure. Sawa? Hii kuna watu kabisa wako kule nyumbani. Mimi mwenyewe wakati niko huko, niko chuo wakati huo, naambiwa na mtu, nasikia chuo mnalaa bwana. Unasoma na unalipwa. Nini kinatokea? Kwa nini wanafikiri tunalipwa? Ni kwa sababu wanadhani kwamba kuna kitu unaweza ukakipata kwa urahisi tu. Sawa? Lakini hakipo kitu cha hivyo. Kwenye kila jambo, kanuni ya msingi inahitaji mtu kufanya kazi. Ndio maana lazima umfundishe mtoto katika udogo kwamba utafanya kazi na utalipwa fedha. Mshawahi kuona hata tu maandiko yale ukisoma Mungu alipomfanya Adamu, kitu cha kwanza ilikuwa ni nini? Yeye mshasoma? Au akamweka bustani ya Edeni ailime na kuitunza, maana yake afanye nini? Kazi. Si sawa? Mtakubaliana mimi kwamba hata jambo la si vema mtu wewe peke yake lilikuja baada ya kazi. Lakini kuna mtu baada kazi ila anatafuta mchumba. Na mnaona ninapocheka, maana yake ndio mambo yenu. Mnakiuka maandiko. Ndio maana mahusiano yanakunyanyasa. Kwa sababu uko nje kabisa na Biblia. Yaani Biblia inaenda hivi wote. Cha kwanza ni kazi. Sisi tunaelewane. Cha kwanza ni kazi. Na sasa nikashangaa siku moja mtu, kazi yako nini sasa? Mimi kazi yangu mwanafunzi. Mimi mwanafunzi ni kazi. Yaani kuwa mwanafunzi ni kazi. Basi tufanye ni kazi, kwa maana unalipwaga boom, unalipwa. Unalipwa. Unaelewa kwamba hiyo sio kazi. Kwa maana tukisema kazi ni kitu ambacho kinamuingizia mtu kipato. Definition ya kazi inasema hivyo. Ni shughuli yoyote inayomuingizia mtu kipato. Sawa? Umesoma, umemaliza, hamna hela imeingia, maana yake hujafanya kazi. Unaelewana? Na nataka nianze kusaidia hapo wewe ambaye uko chuoni. Moja ya mambo ya msingi sana. Tafuta ufanye kazi. Sawa? Tafuta ufanye kazi. Sasa
uende pale utoke zako uende mjini useme napeleka barua hapa natafuta kazi, maana ngoja nitafute kazi. Hapana, sawa. Kusoma ni muhimu, lakini tafuta kitu ambacho kinaweza kikaenda, sawa? Kinaweza kikafanyika bila wewe kuwepo. Sawa? Kuna vitu vingi na watazamishaga wengine. Wewe kwenu huko umetoka ni wafugaji. Si sawa? Kwani nini kinakuzuia kutuma kaela fulani wakakununulia kambuzi kule? Ukija kumaliza mwaka mmoja ukaenda utakuta mbuzi moja. Ngapi wana mbuzi kwa mshirikoni? Amen. Chapie Bwana Yesu mkofi kwa ajili ya jamaa. Wengine hapa ni wakulima, si sawa? Misimu inaanza na kilimo kinaanza. Watu wanafika wakati msimu wanalima, si ndio? Wewe bomu halitoshi, si sawa? Ni sawa, halitoshi kwa kweli. Yaani hakijai kutosha. Na hela hamna hela inayotosha duniani. Ila nini maana yake? Lazima ujifunze kufanya kazi. Na nitakutazamisha hichi kukushtua kwamba moja ya mambo ya ajabu ni kwamba Mungu anaposema anabariki huwa anabariki nini? Kazi. Si sawa? Kwa wakati mwingine kuna prayer point hazina maana. Eti mfano tuko hapa sasa hivi. Kazi yetu kubwa ni kusoma na kupata tugumu. Lakini nasikia mnasema jamani tuombee uchumi wetu. Sasa mnaombea uchumi upi? Au mnaomba kwamba waongeze gumu kwenye account? Labda maana Mungu anabariki kazi na akicheki hauna kazi unafanya. Kwa anaboreshaje uchumi wako? Au nafikiri kwamba mkiomba vizuri madirisha yatafunguka itaanza kudondoka fedha, utajikuta tu imesoma kwenye account kwa sababu umeomba. Kwa hiyo Mungu hana kazi kwa mgeni ambaye usio kuombea uchumi kama una kazi. Okay, Mungu naomba kazi. Naelewana? Tunaelewana? Kwa kiongozi wa Mungu akaanza kumwambia jamani tuombee uchumi. Omba kazi kwa sababu Mungu anabariki. Kwa kama uko chuo, sasa mimi unajua ni mwanafunzi na nini, kuna mahali unachelewa rafiki yangu. Sawa? Kuna namna unaweza kaifanya fedha yako ikafanya kazi. Kuna vitu unaweza ukafanya ambavyo havikuhitaji uwepo. Na kuna vingine unaweza ukavifanya kwa usimamizi mdogo sana wa kwako. Na vikaendelea kufanya kazi. Kaambia watu, fanya hata ufugaji, tuma fedha nyumbani, elimisha hata mashamba. Fanya chochote kile ambacho unajua kwa namna moja ama nyingine, Mungu akikiangalia ataona kwamba hii ni kazi. Sawa? Wakati mwingine kuna watu wana ujuzi, sijui unasoma wewe, kuna mtu kutaka anasoma multimedia, ameshaanza kudesign na poster, sianze kujitangaza useme una design poster. Ndio mwingine ni mdada, hakuna mtu anaweza hata kusuka. Anza kufanya kazi, hiyo ni kazi, anza kuifanya. Kwa maana unapokwenda kwa Mungu, yaani unachokitafuta kwake ni abariki kazi. Kwa akiona kuna kitu unafanya, ndio atapitishia humo baraka. Ningekuwa na muda tungefungua Biblia tukaangalia ile Mwanzo 26. Ukamuona namna ambavyo Isaka alikuwa tajiri katika nchi kupitia kilimo. Ushawahi kusomaga hayo maandiko? Ushawahi kuyaona hayo? Yaani Isaka maandiko yanaonyesha alikuwa tu analima. Yeye analima tu. Basi na maandiko yanaonyesha kwamba alikuwa akilima moja anapata 100. Nikamwambia watu, hebu fikiria, yaani kwamba Isaka alikuwa akipanda mbegu moja ya nyanya anavuna nyanya 100. Ni kitu ambacho si rahisi. Lakini alikuwa anapata hivyo. Mpaka ikafika wakati maandiko yanaonyesha kwamba mfalme wa ile nchi ya Gerari akakusanyana na wenzake wakamuita Isaka akamwambia, bwana wewe jamaa, wewe una nguvu kuliko sisi. Tunaogopa utatawala ondoka kwenye nchi yetu. Alipatia wapi utajiri? Kwenye kulima nyanya na mahindi. Naelewa. Iliwezekanaje? Unapohisi wewe mahindi inaweza kumpa mtu utajiri? Kajidanganya. Matikiti sija nalipa, nenda kalime uone. Yaani kifupi ni kwamba hivyo vitu havipitiki. Ila Mungu anapitia mle. Sawa? Anawatajirisha watu wake. Mungu wetu ni Mungu wake. Yaani katokea tu umelala kitandani zikaja 200,000 hapo kaamka ukaenda ukatumia. Mungu ameacha kuwa Mungu wake. Kwa hata kama anataka kukupendelea wewe lazima itafute sababu. Na sababu mojawapo ndio utashangaa tu mtu anauzaga tu mwingine anauza tu vibanio. Alafu tunasikia amenunua gari. Vibanio vinaita gari. Na unaanza vibanio vitakuwa vinalipa. Agiza vibanio Dubai. Agiza uone. Nini maana yake? Tengenezee Mungu mazingira. Sawa? Mpe Mungu sababu. Tafuta sehemu ya kujishikiza.
Wakati mwingine nakumbuka tunasoma kwa muda mmoja kule Kobe, nilikuwa naona yeye ana kopo lake moja hivi amejaza mapipi, ameweka Big G, ana hadi peni. Yaani kuna wakati niko nje naenda lecture room, nimesahau peni. Au siwezi kurudi room, nasema nitamkuta fulani kule ana peni anauzaga. Nikashangaa yule mtu ananiambia unajua kupitia hii hapa. Mimi mlango siligusi kabisa. Sasa hii naijua hii. Hamna mtu anaweza asiguse bomu kwa hiyo biashara. Ila Mungu ana namna ya kubariki kwa sababu umefanya kazi. Kwa hiyo kinachotangulia ni nini? Ni nini? Kwa hiyo wadada, yani mkaka akija kuongea anakupenda, kumuuliza anafanya kazi gani, iko kiroho kabisa. Bora akwambie ninalima bustani na kuitunza. Ni kama Adamu. Ni kiroho kabisa. Yaani ndio maana nasema usije ukakubali kuolewa na mtu ambaye hana kazi. Yaani hana kazi, yaani sio kwamba sijasema kwamba sijasema hana kazi nzuri, si sawa? Hana kazi, yaani kwa maana hakati hata mkaa, apige hata debe, apige hata mizigo. Kuna mimi mmoja imetrend siku hizi mbili. Inaonyesha ubebaji wa mizigo unavyolipa. Umeiona hiyo? Kwamba ukibeba mzigo mmoja 1000. Jamaa akasema ukibeba mizigo 200 kwa siku na 200,000. Anasema kwa wiki, kwa mwezi, anasema hamna una milioni 5. Biashara hiyo hapo. Maana yake anabeba hata mizigo, lakini kuna kazi anafanya. Si sawa? Na kama uko hapa unajua hizo una kazi, achana na mahusiano. Sawa? Na ndio maana unakataliwa. Naomba tuendelee nyingine. Kwa nini nimetaka mtoto alipo akiwa na miaka 5 umfundishe, umzoeshe kufanya kazi? Sawa? Maana yake ukimlea mtoto vizuri kwa njia hiyo, mimi nakwambia anaweza akafika wakati anamaliza la 7, fedha yake ndio ikampeleka sekondari. Wewe ushaikufikiria 1000 kila wiki, alafu unamuongeza 1000 zinakuwa 2000 kuanzia na miaka 5 mpaka miaka 10 shingani. Anaweza akajisomesha chuo juu. Sijui unaelewa? Na matajiri wako hivyo, hakuna hela ya bure. Mimi nilipata urafiki na mtoto wa tajiri. Akaniambia baba yangu atoi hela ya bure. Yaani ukitaka fedha anakupa kazi. Anakwambia unaona hawa wanaenda migodini kuchukua dhahabu, nenda nao ukirudi nakupa hela. Hakuna hela ya bure. Sisi tu ndio tunapewa hela za bure. Na ndio tunadhani kwamba maisha ni ya bure. Ila hakuna tajiri anatoa hela yake bure. Lazima ufanye kazi. Sawa? Kwa mimi nimejipanga kwa kweli, hakuna mwanangu nitasomesha chuo. Hela zake zetu tuanza kusema akiwa na miaka 5 zitamsomesha. Tunaelewana? Sijui unaelewa? Kwa hiyo nakulalamika mimi mzazi hajanisomesha, kiufupi au basi tuachane naye. Tuendelee mbele. Unajua kuna vitu vingi hapo ndani mchache. Jambo la pili kwenye yale tuliojifunza, tumesema tunatakiwa tuwe na sehemu ya matumizi. Hiyo nasema kwa ufupi. Kwa nini matumizi? Tunasema unapofika mwisho wa wiki, mlazimishe mtoto wako kuitumia ile shilingi 2000 na umpe uhuru kununua chochote anachokitaka. Sawa? Wakati fulani nenda naye supermarket, alafu mwambie chakula chochote unachokitaka kulingana na hela yako. Tunaelewana? Hamna hela ya bure. Mimi nina hela zangu, zina kazi zangu binafsi. Na wewe una hela zako. Kwa kwenye bajeti ambayo umempa ya shilingi 2000 kwa wiki ajinunulie hizo ice cream. Fundishe kufanya maamuzi, mfundishe kufanya matumizi, kwa sababu matumizi ni njia mojawapo ya kutafuta fedha. Matajiri wanaamini ili fedha itafutwe inapaswa itumike. Sawa? Ndio maana hakuna kitu kinafilisi haraka kama kukaa tu na hela. Yaani mimi ndio nilikuwa na hiyo tabia sana nikiwa chuo. Mimi sikuwa na matumizi mabaya. Mungu ananiona, ila nilikuwa bingwa wa kuweka hela. Yaani nilikuwa naona ufahari, boom linakuta boom kwenye account. Nasikia tu la wanaponifuata mpendwa kama una shilingi 50 nikopesha hapa nimeishiwa. Mimi naona la kutoa. Nafikiri hiyo iko kimungu, kumbe hiyo ni mbaya. Fedha inapaswa kutumika ili ishe, uumize akili. Napata wapi fedha nyingine? Tunaelewana? Hivi ushawahi kukaa tu na hela, yaani tu una kalaki moja hapo kwenye simu. Haujui ukafanyia nini ila unako. Ushawahi kuona unapokuwa. Unaweza kufika tu kefu ni ile ila unaiona ni mbaya leo. Hivi kefu. Hao watu wanashindwa kujiongeza kweli, wakatengeneza hata wakaenda na kagorofa hapo. Umeona? Unaweza ukanunua ugali ule na mboga zile ila ukaona sikio ni mbaya. Ukasema ni kwa kweli hivi havifai, ningepata hata nyama. Shida ya kuwa na fedha.
Kwa hiyo tunasema mtoto ile 2000 hata kama anataka kuitunza mlazimishe itumike. Sawa? Kwa gharama yote aitumie ili ajue kwamba fedha huwa inaisha. Anatakiwa kutafuta. Na hata wewe usikubali kukaa na hela, ni kosa. Sawa? Yaani katika makosa ya kifedha ni kuwa na fedha ambayo ipo tu. Imetulia tu. Tunaelewana? Ni kosa. Sasa hiyo naisema kwa tunaenda kwenye sadaka. Sadaka kwa nini? Kwa nini hicho kisehemu ni cha muhimu kwa mtoto? Hasa kumfundisha mtoto utumishi na kumtumikia Mungu. Mimi nakumbuka wakati huo tulikuwa tunapewa hela za sadaka, naomba hela za sadaka, basi mnachinjio 100 mnapewa. Ile ni mbaya sana. Sana, yaani katika vitu ambavyo mimi hadi leo ujue nilistruggle sana kuacha kutoa buku kwa sababu hiyo. Kwa sababu walikuwa wanachange wanipa hela kadogo ndo nimpelekee Mungu. Lakini mjengee mtoto aone kwamba anahitajika achukue ile shilingi 2000 iwe ya sadaka. Kwa atoi sadaka kwenye fedha ya mzazi, anatoa sadaka kwenye fedha yake aliyoifanyia kazi kwa mikono yake. Tunaelewana? Kwa sababu Mungu anapobariki, anabariki kazi ya mikono. Kosi amefanya kazi, kwa atoe kwa sadaka aliyoikusanya kwa hela yake mwenyewe. Tunaelewana? Na hiki ni kipengele muhimu sana ambacho watu wengi hasa wa Pentekoste hawakijui. Ila wale watu wa giza, watu ambao kabisa hawana ufahamu wa roho, itakushangaza kuona mwisho wa mwaka unaenda kuona watu yatima. Ushaikujua wanafanya vile kwa nini? Ushaikujua? Yaani kwa nini mtu jamani ni fisadi? Yaani walijua ndipo serikalini afu limeua watu na alijua kabisa. Lakini unashangaa na eti huyo ametoa picha alikuwa kwenye watoto yatima na nini. Ushaikujua siri yake. Moja ya mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyajua na hasa inakufundisha ufahamu. Shetani moja ya mambo anaamini yeye, anaamini kwamba hizi fedha zote zilizoko hapa duniani ni za kwake. Umeelewa hicho kitu? Na ukitaka kujua kwamba kuna asilimia kidogo za ukweli, aliposema hiyo sentensi mbele ya Yesu, Yesu akumdishia. Au umeona Yesu alibisha? Alimzungusha Yesu akamwonyesha fahari zote hapo, akamwambia ona, mimi nampa yote nimtakaye. Na usikie Yesu anamwambia nyamaza wewe, huwezi kunipa mimi hivi vitu ni vyangu. Ila tu Yesu alienda kujibu swali kwa sababu kuna asilimia kidogo za ukweli. Kwa fedha yoyote inayoingia mkononi mwako, yoyote, hata iwe 10,000, hata nikikupa hela sasa hivi, ndio ujue shetani anaamini hela ni yake. Na ameshaiandalia matumizi. Ndio maana unashangaa unaenda unataka tu kwenda mjini na mlipangana mnaenda saa 7. Alafu saa 6 upo. Eti saa 7 kasoro dakika 10 ndio unashtuka, ndio umekimbia nitachelewa, nichukue tu boda, ngoja ni bolt chapa. Kwa sababu si una hela. Shetani anajua hiyo hela unayo, kwa anajua namna ya kuifanyia matumizi. Ndio maana hela inaweza kukupelekesha. Sio, unaelewa? Kwa nini? Kwa sababu shetani ndiye anaipangia matumizi. Sasa kwa nini tunatoa sadaka? Sadaka ni njia mojawapo ya kuipatanisha fedha ile na Mungu, au kumfanya Mungu awe na sehemu kwenye ile fedha ili ifanye yale ambayo ni ya Mungu na sio ya shetani. Ndio maana watu unaoona hata matajiri mnaweza mkamshirikisha, bwana tunajenga kanisa, unashangaa anatoa. Sisi tunafanya nini, unashangaa anatoa. Mimi nilipata rafiki mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye migodi, anasema kule kuna hela nyingi sana chafu, hela za zisizo za halali. Anasema zile fedha, kanuni ambayo walifundishwa ya kwanza ni kwamba fedha zile huwezi kufanyia maendeleo. Kwa wanajua wakipata cha kwanza wanachokifanya ni kwenda kuitumia na wanawake, kununua mavitu, kuitumia mpaka ishi. Sawa? Ila wanasema kama unataka uifanyie maendeleo, wao wanapoamini wanaita kutakasa fedha, kwamba lazima uisafishe. Unaisafishaje? Chukua asilimia kidogo wape wahitaji. Chukua asilimia kidogo peleka kanisani. Chukua asilimia kidogo mpe Mungu. Wao wanaamini kwamba inayobaki utaweza kufanyia maendeleo. Sasa wao wanaitumia kanuni vibaya. Ila sisi kwetu kwa nini iliwekwa? Wakati mwingine anaambia watu, kwani unapohisi yaani Mungu alishindwa kutokeza tu makanisa yakajaa, yakawekwa ya kutosha? Kwa nini anataka tujenge makanisa kwa fedha zetu? Ni kwa sababu ndio njia pekee ya sisi kujipatanisha na yeye kupitia fedha tulizonazo. Kwamba kama Mungu angekuwa ashanua vyombo, makanisa yote yashajaa, sisi fedha zetu tungekosa pa kuzipeleka. Shetani angezimiliki milele. Kwa njia ya kututajirisha sisi ni hiyo, kwamba atupe nguvu
za kupata utajiri, alafu tumkumbuke anayetupa nguvu ili alifanye imara agano lake. Naelewa? Kwa hiyo maana sadaka ina maana sana. Mtu anayejua mambo ya fedha anajua sadaka ina maana kubwa sana. Hautoi tu kwa sababu unajisikia. Na hapa nataka nikujibu swali moja la msingi ambalo linaleta challenge huko mtaani. Watu wanauliza, hivi hela ya bumu inafaa kutoa fungu la 10, haifai kutoa fungu la 10? Na najua hata hapa mmegawanyika, si sawa? Kuna ambao mchungaji wao kawaambia fungu la 10 utatoa mwanangu, si sawa? Na kuna wengine mchungaji wao kawaambia hiyo ni fedha ya mkopo, utoe fungu la 10. Na hata mimi nikiwa chuo nilikuwa story. Sawa? Kwa hiyo yani sio kama hauko peke yako. Ila kama leo ningerudi chuo nikapewa bumu tena ningetoa. Kwa nini? Nimejifunza. Sawa. Fedha ile inayoitwa fedha ya bumu mara nyingi ni fedha ya mkopo. Sawa? Shetani anaamini yake. Ndio maana kama umechunguza vizuri 90% bumu hizo zifanye kitu cha maana. Na kuna watu wakati tunasoma kwambia, wewe unataka ujengee bumu? Yaani sisi tunataka ufanyaje? Mwingine akaniambia, unajua hizi hela ni kama za mashetani hivi. Yaani inapoisha uelewi hivi. Ni kwa sababu shetani yuko kwenye kuhakikisha anaitumia. Sawa? Kwa hiyo njia pekee nilojifunza. Ndio maana naambia mtu, wewe usitoe, sawa? Ila kama unataka fedha ya bumu ufanyie maendeleo, uwe kama wale watu wa madini. Ni either uitumie kwa upumbavu yote ishi, uko salama. Kama unafanya maendeleo basi hakikisha unaitakasa. Chukua 10% kadhaa mpe Mungu. Baada ya pale 10% zinazobaki zitakuwa zako, kwa sababu shetani akija kudai umiliki juu ya hiyo fedha atakuta kuna Mungu tayari ana agano nayo. Kwa hatochukua. Tunaelewana? Hiyo imekuwaje? Baya nzuri leo. Amjachukia. Maana hapa najua hapa naongea na watu wengine wanasema mimi siwezi kutoa bumu fungu la 10. Ni sawa. Yaani uko sahihi. Kimaandiko tunasema kimaandiko uko sawa. Kimaandiko. Ila technically kimatokeo uko sawa. Kimaandiko unashinda kabisa. Fedha ya mkopo sio fedha iliyoingia kama faida. Sasa kwa sababu si fedha ya mkopo na sio fedha iliyoingia kama faida, hakikisha unaitumia. Yaani nenda mjini, nunua nguo, nunua chukua kila kitu, sawa? Maliza maduka yote, viatu, hakikisha ile inaishi. Uko salama. Ila kama tu kuna kalaki moja, unasema kalaki moja ngoja ninunue kitu fulani, hautatoboa mwanangu. Mimi hapa nikiwa chuo nimewahi. Hizi elimu anakuja mtu, uhakikisha unawekeza kitu. Unafanya kitu. Mimi ni wakangu anaishi pale Kikuyu pale. Nikaongea naye. Akawa ameniambia hapa kuna banda lipo la kufuga kuku, unaweza ukafuga kuku. Mimi yule nikatoka nikaenda huko vijijini tukanunua kuku kama 20 hivi. Hela ya bumu. Kaja pale nyumbani nikawaweka. Wakaendelea kukaa. Walianza tu vizuri. Kipindi hicho sasa niko kuchoma masomo yamechanganya. Kaka anaanza kuniambia kuku bwana wameanza kuumwa. Uje uangalie. Nikasema wewe tafuta dawa watibu. Siku naenda nikuambia kuku na mwenyewe yuko hoi. Hapo sikuelewa, nikasema mbona Mungu mimi nimewekeza? Mbona sijafanikiwa? Umetumia hela ya bumu, hela hiyo shetani anaamini yake. Kwa hiyo anakuacha tununue kuku afa na wategeshea siku kuja kuua. Ana haraka. Kwani awe na haraka na wewe? Anakuacha uanunue. Yaani atatafuta namna tu ya kuichukua hiyo hela. Ndio maana utaambiwa na mtu kuna kiwanja kinauzwa. Utaenda utalipia afu unagundua walikuwa matapeli. Au ushawazaga hayo maombi unaweza kaenda kwa Mungu, Baba, hawa matapeli na wakamata kwa roho, hawakamatwaje? Hawezi kuwakamata kwa sababu kiroho wako sahihi. Wanatumia fedha ya baba yao shetani ambayo wewe ulikuwa nayo. Kwa unahitaji tu, wewe unachohitaji ni kuibadilishia matumizi, kuibadilishia owner. Kutoka ushasikia kuna watu wanaonga mikopo yao kwa ushadabu. Unajua kwa nini wanaita vile? Yaani ishadikwa maagano kwamba hii ukichukua lazima ikukaushe. Na mimi naambia watu kausha damu inaweza nikaiwini. Chukua kausha damu, toa fungu la 10. Uone. Ukishaona kama peti benki sisi tutakaza kuuziwa nyumba yetu. Paka nikaanza nachukia mikopo ya benki. Yaani nimekuwa nisikia mtu anakopa benki naona ni mauaji nikikumbuka tukoteseka. Lakini nikaja tu kuelewa watu wamefundishwa kwamba mkopo utoe fungu la 10. Hapo nishike wafundishe. Lengo lake wasitoe ili ategeshe wakafanye biashara vyao, afaje kwa muda anaotaka yeye alibu. Kwa kama unataka kuiwini hela ya mkopo itolee fungu la 10, utafanikiwa. Hizo nakupa siri ndugu yangu.
Kwa hiyo naelewa kwa nini unatakiwa utoe fungu la 10. Sio lazima fungu la 10, sawa? Hata la 5, hata la 2, hakikisha kwamba tu Mungu ana kitu kadogo kwenye hiyo fedha. Mkaribishe Mungu kwenye ile hela, itakupa mafanikio. Ndio maana naambia hata hiyo kwa ushadamu unaweza ukaiwini. Tangulize Mungu pale uone. Mungu akitangulia mbele, of course kila kitu kinakuwa sawa. Tunaelewana? Kwa hiyo usijiulize kwa nini kwa mwaka wa 3 fedha ya 10 sijafanyia chochote sielewi. Kuna mahali umemiss. Na anayetumiaga ni shetani, atakutengenezea matumizi yasiyo na kichora miguu. Naelewana? Ya. So, naanza kumalizia la mwisho hili ambalo kile kibubu cha 3 kile cha wewe. Kwanza kwenye mambo ya utoaji tumeelewana. Mimi nishakutaka clip moja inatembea. Kuna dada mmoja ameenda kutoa fungu la 10, akaulizwa, "Wewe umeleta hii? Unafanya kazi gani?" Akasema hii ni fungu la 10. Yule mtumishi akaanza kueleza, "Autoi hii ni pesa ya mkopo na nini?" Na clip ilitembea na wanafunzi wasopenda kutoa sadaka waliposti. Ushindwe. Utakufa maskini. Kuna kanuni za siri, sawa? Kuna mambo hakikisha tu Mungu ana sehemu kwenye ile hela. Sawa? Hakikisha, yani muhusishe, mlazimishe awemo. Yaani hata kama umpata 10,000, mlazimishe Mungu awemo. Hata kama Mungu hataki, mwambie Mungu utaingia huko lazima hii huku kuchukua. Sawa? Hii 2,000 chukua, mlazimishe kwa sababu unamnyima, unamuondolea ule unyang'anyi shetani. Sawa? Ya mwisho wa uwekezaji, hii ndio bora zaidi kuisema kwenu. Nafikiri katika njia rahisi zaidi kwa mtu anayesoma chuo kama wewe, njia rahisi zaidi ni hii. Kwa maana unaweza ukaiweka fedha yako sehemu ikaendelea kujizalisha wakati wewe unaendelea kusoma. Siku moja nikaa namwambia mtu, mimi nataka kuichallenge serikali. Sio kuichallenge kisiasa sasa. Naanza kama nataka kuichallenge kwenye eneo la ugawaji wa bumu kwa wanafunzi. Nimekaza siku ile nikawaza, hivi mwanafunzi anayepewa bumu labda tuseme 600, huyu mwanafunzi tukiamua kwamba lile bumu analopewa ile 600 tunachukua 100 tu, hatumpi, tunampa 500. Naelewa kitu. Yaani nawaza wewe utanielewa mwishoni kwamba hatumpi 600 tunampa 500, sawa? Alafu 100 tunaitunza. Sawa. Baada ya mwaka mmoja wa kupokea bumu atakuwa na 400 imetunzwa. Mwaka wa pili atakuwa na 800. Akiwa anamaliza chuo atakuwa na 1,100,000 na 200,000 mwaka wa 3. Fikiria tu, wewe unamaliza chuo, angalau unapewa 1,100,000 na 200,000. Unaweza ukakosa pa kuanzia. Ila mnajua kwamba kuna watu wanamaliza chuo hata nauli kwenda nyumbani ya watu. Na alikuwa na bumu. Mimi nimeona, nimwambia mimi nimeona, nimekaa na vizazi vingi. Napigiwa simu, bro, unajua tumemaliza chuo hapa. Alafu hapa ndo masomo yameisha kwa hapa, nilikuwa naanza kwenda nyumbani. Ila kama bro na hela kidogo nichekie niende nyumbani. Nasema huyu bora ule mpango ungekuwa unafanya kazi. Na ndio hiyo ambayo serikali iliwazaga zamani. Zamani wafanyakazi walikuwa wanapewa hela yao yote wanakula. Alafu mtu akistaafu anaanza kulaumu serikali. Nilifanya serikali ni miaka 10 sina maendeleo. Serikali ikasema hii tutaikomesha. Ndio mnasikia vitu vinaenda kiinua mgongo. Unajua kiinua mgongo sio kwamba unapewa na serikali. Ni serikali inakwenda kukata 50,000 kwenye kila mshahara. Siku ukistaafu inakupa hela zako. Utakuja kushangaa Tanzania walivyo watu wa ajabu. Mtu ajengi mpaka apokee hela ya mafao. Ndio ujue ni namna gani sisi watu wa ovyo. Kwa hiyo hela ya mafao ikija ndio na akikosa analaumu. Na kalikuwa tu ni 50,000, aliondoka nyumbani na 700,000. 50,000 kwa mwezi mmoja anakadai mpaka basi. Kwa nini sasa? Hatujafundishwa kufanya uwekezaji. Sasa wewe unaweza kaanza mwenyewe. Umenielewa? Kwenye ile bumu unalopata ukaamua tu kiasi fulani kiweke pembeni. Mambo ya kumaliza chuo una hata nauli ya kwenda nyumbani. Hivyo ndio ni hatari. Mungu mdogo wangu nakupiga mabuti. Rusi ni mdogo wako na kupiga mabuti. Kwa sababu unanishangaza, imewezekanaje hii? Imekuwa kwaje? Uwekezaji ni wa muhimu, lazima ujifunze. Kwa sababu mtoto anatakiwa afundishwe. Sasa hivi kuna uwekezaji wa aina nyingi. Kuna mabenki yanafanya uwekezaji, wanatoa kwa riba fedha. Lakini kuna vitu mshasikia hisa, hatifungani, UTT mshasikia. Hiyo issue ni deal. Mtu mmoja alikuwa anatuambia kwamba ukiamua kuweka shilingi 3,500 kuanzia leo, kila siku 3,500 kila siku kuanzia leo, anasema kwa miaka 20 utakuwa na 1,700,000.
Unaona inapokuwa lai, ila wewe unaweza kuweka kwa miaka 20. Una hiyo nidhamu. Umeelewa? Lakini nakuchangamotisha kijana mwenzangu kwamba we have to do it. Kufanya uwekezaji sio mpaka uwe na mamilioni. Sawa? Unaweza ukaamua tu kila wiki unaweka 5,000. Kila wiki unaweka 5,000. Baada ya muda fulani kuna mahali utajikuta umefika. Moja ya mfano ambao nitakupa, mfano unafikirisha ila unachekesha, ni kwamba nilijifunza hii story kwamba kuna mtu mmoja alijifunza mambo ya fedha na uwekezaji na akawa ameelewa kweli ile somo. Kwa fedha aliyoipata alienda akanunua mbuzi. Sasa kununua mbuzi akaanza kumfuga. Sasa akawa kila siku anampa majani. Majirani wanamcheka, wanamwambia wewe mbuzi kila siku anampa majani, hata hatuoni faida yake. Yeye unaambiwa akawa anavumilia, anasema ngoja tu nimfuge. Kweli unaambiwa siku ya siku ile mbuzi akazaa mtoto. Kwa hiyo jamaa kwa furaha akasema nasubiri mtoto akikua nile ni furahi ili majirani zangu waone kwamba kufuga kuna faida. Na kweli yule mwanambuzi yuko kwa akamchinja akamla. Baada ya pale majirani wakaona tena, wewe mbuzi unampa tu majani. Akasubiri tena kwa moyo mbuzi azae, na mbuzi alipozaa akamchinja tena akamla. Ikaendelea hivyo kwa muda mrefu. Ikafika siku sasa yule mbuzi mama amechoka. Kwa hiyo ikabidi yule mbuzi mama afe na biashara ikaishia. Sasa sizungumzie habari za mbuzi, nazungumza habari za kitu kinaitwa boom. Sawa? Ulipata boom la kwanza, semester ya kwanza ukala likaishi. Kasubiri boom lingine, mbuzi akazaa tena, si ndio? Na yenyewe ukala ikafanyaje? Sasa utaniambia mwenyewe mbuzi wako ana miaka mingapi? Na amebakiza muda gani? Wewe utasema, amini tegemea ndio ungepiga basi makofi. Kwa mfano. Mbuzi wako ana muda gani? Ana siku ngapi za kuishi? Kuna watu mbuzi wako sasa unaona yuko first year. Unaelewa maana yake? Huyo ni mbuzi ambaye anazaa. Kuna siku boom litakaa. Mimi nilishakuwa na mtu ananiambia, mwanangu nimemiss ile boom la chuo. Tuko mtaani tunafanya kazi. Ya mwanangu nimemiss ile maisha. Yaani unakaa tu unaingiziwa 7,000. Amemiss, maana yake hakutumia muda wake vizuri. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba kila boom linaloingia ni kama kambuzi kanakozaa. Ukikala zote kakaisha, kuna siku itafika tu chuo kitakuaga. Kwamba jamani, bye bye, sasa kaanze maisha. Hali itakuwa ngumu sana. Nini maana yake nataka kukisema kwako? Kwenye fedha unaopata, hata kama upati boom unatumia tu hela nyumbani, kuna siku itakata. Sio hela za kutoka nyumbani kwa siku zinaisha. Ukimaliza chuo sasa unakutumia tena hela ya nini? Kuna siku itakata. Kwa kila fedha inayoingia mkononi mwako, tafuta namna. Masa matajiri waga hawali mtoto wa mbuzi wanakula mjukuu. Yaani mbuzi akizaa umri ule mtoto na akisha akizaa tena unakula. Naelewana? Kwa boom sio fedha ya kula. Ni fedha unataka kuwekeza, alafu uwekezaji wako kile utakachokilipa ndio ule. Naelewana hicho kitu. Hii ni hekima ya muhimu sana kuijua na kuielewa. Kwamba hivyo vifedha vidogo vidogo vinavyokuja hizo unapewa, unapata boom, unafanyaje, kuna siku kabisa ikafika hiyo fedha itakata. Yaani itaisha kabisa, haitakuwepo. Sasa siku hizo zikifika, make sure kuna kitu ulishakifanya, kuna uwekezaji ulishauweka. Naelewana? Na moja ya mambo ambayo ni ya msingi wakati sasa namaliza, yule presenter aliyetangulia alizungumza kidogo kuhusu management ya fedha. Na nataka nikwambie moja ya mambo ya msingi kuhusu fedha, Mungu anapokupa fedha, moja ya mambo anategemea uyafanye ni uiwekeze. Sawa? Na hiyo maandiko yako wazi. Shida nyinyi walokole, tuseme sisi walokole tuko kiroho kuliko Biblia. Nasikia mtu anakurupuka tu. Mnasoma habari ya talanta. Zile sio talanta kama unavyodhani. Zile ni karama, Mungu amekupa maombi atumie. Wewe kasome Luka. Luka anasema akaweka kwa fedha zake. Sio Roho Mtakatifu pale. Mnasoma hicho kitu. Mnaposhtuka na nyinyi mshafundishwa sana kwamba zile ni talanta ya kuimba, kama Mungu akikupa kuimba usipoimba atanyang'anya. Luka ameandika vizuri kwamba bwana mmoja alipotaka kusafiri akawaita watu wake, akaweka kwao fedha. Sio talanta kwa maana ya aliwawekezea Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, kuomba. Unaelewa? Ni fedha. Yaani pale Yesu alikuwa anazungumzia habari ya hela. Ukisoma utaona.
Na tena ukisoma Luka hiyo hiyo kuna maandiko yanamalizia anaambia hivi, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Mshikaangalia andiko. Fanyeni nini? Sasa wewe Mungu anataka tufanye biashara, tuvune roho za watu. Biashara. Fanyeni biashara. Kwa maana gani? Mungu anategemea uiwekeze. Moja kati ya mambo ambayo Yesu amejitaja mara nyingi, anasema yeye ni mpole, mnyenyekevu wa moyo. Amejipa sifa nyingi sana Yesu kwenye eneo la upole. Ila eneo pekee ambalo alikana hiyo sifa ni kwenye fedha. Ukisoma wakati anazungumza kuhusu wale watumwa, mtumwa wa mwisho alikuja akamwambia Yesu kwamba wewe, mimi sio mtu mbaya, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Maandiko yanasema hivi, kama ulijua mimi ni mtu mbaya, yani you know me well, kwenye fedha sina masiara, kwa hiyo hujaelekeza hela yangu. Nasikia hilo swali. Kwa nini hujaelekeza? Yaani ndio swali la msingi. Kwa hata Mungu anapokuletea hayo mabumu, anapoleta sijui hela mzazi kakutumia, moja ya mambo Mungu ana expect, akija kwako aikute na faida, akute imezaa. Na nikwambie uhakika kabisa, ile fedha usipoiwekeza ukaitumia vibaya, huwa inakata. Ndio maana unasikia yule mtu fedha yake iliondolewa, akatoa mtu mwingine aliyekuwa amewekeza vizuri, aliyefanya biashara. Naelewana? Kwa sababu nimewashtua sana. Nimeogopa. Siogope. Moja ya mambo Mungu anategemea kwenye hela ni uiwekeze. Yaani moja ya mambo Mungu anategemea. Kisoma maandiko ile Wakorintho anasema yeye ambaye anampa mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, si ndio? Mnaelewa pale Mungu anazungumzia vitu vingapi? Kwamba kwenye kila hela anaokupa atakupa mkate, atakupa na mbegu. Sasa wewe kula vyote. Wewe si kamanda, kula mbegu, kula na mkate. Kwa maana Mungu anatoa vyote viwili. Yaani hata kama imeingia 500, unatakiwa ujue kwenye hii 500 Mungu ana expect hapa kuna mbegu, alafu kuna mkate. Ipo ya kula na ipo ambayo Mungu anategemea ukaipande ili ilete matokeo. Elewana hapo. Ni muhimu, yani ni vitu vya kujua. Ndio maana kwenye uwekezaji hapa tu yani inabidi tuambiane kwamba jamani, hebu hakikisha una fedha unawekeza, sawa? Na wakati mwingine weka hata akiba basi. Ila akiba isikae tu akiba kama umeweka kwenye simu nayo unazunguka nayo. Hiyo si nzuri. Weka akiba ambayo ina malengo, ili malengo ya kunidhamishe, kuhakikisha unaelekea kule kwenye kutimiza hilo jambo ambalo umelipanga. Dakika 3. Naweza nikapata swali moja au mawili, maswali mawili ya haraka. Alafu najibu kwa haraka. Alafu na dakika 55 natoka hapa. Kama wapo watu na maswali. Sababu sitaki kuanza kitu kipya, mambo ni mengi. Swali? Hamna swali. Au mimi niulize swali. Karibu. Asante. Mimi na swali moja ambalo natamani kufahamu hapo. Na swali moja natamani nifahamu hapo. Ni kwamba sisi tunapata fedha ndio, lakini matumizi ndio yanasababisha tunakuwa tunaishiwa, lakini pia tunashindwa namna kufanya uwekezaji. Sasa mimi ningependa kuuliza namna gani ambavyo unaweza kuweka matumizi na kuendana na matumizi yenyewe out of, yani kwenda nje ya budget, yani sende nje ya budget. Nimeuliza kwa namna hiyo. Sawa. Tajibu hilo swali kwa ufupi. Kama swali lingine niunganishe yote nijibu pamoja. Hilo moja. Huyu of course hiyo nao ni moja kati ya kanuni za fedha. Kuna kipengele kinaitwa kipengele cha bajeti, na hapo pana mambo mengi sana. Tungesoma vitu very interesting. Ila moja ya kujua ni kwamba when it comes to money, Mungu anahesabu kila fedha. Na maandiko yako clear yanasema watu wakali ushika mali siku zote. Fedha haitaki watu wenye mioyo mepesi. Kwa hiyo unapojua kwamba una fedha unatakiwa kuwa na moyo mgumu, kuamini kwamba matumizi yasiyo ya lazima upaswe kuyafanya. Moja ya mambo ambayo wengi mnajidanganyaga ni kudhani kwamba wewe kwa sababu umefika chuo basi ile bumu unalopata unatakiwa usaidie familia, usaidie ndugu zako. Wewe hujapata kazi, si unaelewa?
Wewe hujapata kazi, hujaajiriwa serikalini, ni kafedha ambako na Kenya kataisha siku moja. Kwa bado haujafanikiwa kuweza kuwasaidia wengine. Na wakati mwingine nawaambiaga watu, hebu usitoi hiyo hela. Nimepigwa simu mdogo wangu ana homa ya hatari. Wewe usitoi hiyo hela kama atakufa. Yaani Mungu aliyemuumba akamtengeneza kwa sura na mfano wake. Tuone kama atakubali mtu afe kwa sababu hujatuma 200,000. Kwa hiyo eneo la kwanza la fedha kumanage inahitaji ukali, inahitaji userious, inahitaji ubora. Ukisoma maandiko, wakati fulani Yesu alifanya muujiza wa mikate na samaki, maandiko yanaonyesha kwamba vilipatikana vikapu 12 vilibaki. Yaani watu walipokula kuna masazo yalifanyika. Ukisoma maandiko unaona Yesu anawaambia wale watu kusanyeni, afu anawaambia kisipotee kitu chochote. Tunaelewana? Chochote. Hata 100 Mungu anahitaji hesabu yake. Hata 200. Unaweza kufika tu mjini kwa sababu hapa tuna 200 ngoja nile Kalanga. Mungu ataidai hiyo 200. Kwa nini ulilia Kalanga? From nowhere, vitu visivyoeleweka. Fedha inahitaji huo ukali. Na Yesu mwenyewe ni mkali kwenye fedha. Maeneo yote Yesu ni mpole, ila kwenye fedha ni mkali. Ndio maana kwenye ule mfano wa talanta unaona alikuwa very clear kwamba mnyang'anyeni huyu, mpeni huyu mwingine. Sawa? Ndio maana ukichukua mfano ukaweka kwamba eti ukiwa na kalama ya maombi usipoomba Mungu atakunyang'anya. Wewe ushaikuwa nani amenyang'anya maombi? Wewe ushaikuwa na wapi? Hauwezi kunyang'anywa hivyo, hizo sio. Pale kwanza fedha. Kuna watu wananyang'anywa fedha kwa sababu wameshindwa kuimanage vizuri. Fedha inahitaji ukali, inahitaji userious, inahitaji kuwa na roho ngumu. Na wakati mwingine panga mikakati yako afu nyoosha. Uwezo kumsaidia kila mtu. Kama ungekuwa unasema kwamba wewe umeelezwa duniani kusaidia watu, nenda pale barabarani pale Dodoma. Upite kule kuna ombaomba wale wagai wote wale hela. Wewe unajua kutoa msaada. Mbona wengine wapi pale? Yaani kuna watu wamekaa barabarani wanakuomba wamekatika miguu. Mbona wapi? Ila tu akija mtu fulani ndio unasema unajua na mimi na moyo mlaini na toaga na hurumia. Achana na hizo, sawa eh? Fedha haitaki huruma. Naomba niishie hapo, sitamani kuzidisha muda niliopewa. Mimi naishia hapo. Moja ya mambo ambayo nitakushauri ya msingi sana ni kutafuta namba yangu. Mambo ya msingi. Yaani kama kuna mambo ya msingi ya kukushauri ni kuwa na namba yangu kwa sababu yaani unaongea yote nishafundisha status yote. Wewe unaona kama mapya? Ila wale wanafunzi wangu wanaosema ya date Alex, yaani they know this kwa sababu yote nishafundisha. Nini maana yake? Ukiweza kupata namba yangu nitafuta, nitakusave, utakuwa na status zangu. Na sitahitaji kwa sababu nimegundua tukitaja kama hivi watu wanasave